naitwa Jonas George Mugisha, ni mkurugenzi wa shirika la Mwachi, yani malezi kwa watoto na jamii. Liko mkoani Mwanza, wilaya ya Nyamagana, kata ya Mkolani, mtaa wa Kasese. Sisi shirika letu la malezi kwa watoto na jamii linashughulika na kazi zifuatazo. Kazi ya kwanza ni kuwasaidia watoto yatima na wajane. Kazi ya pili ni kutoa elimu mashuleni kuhusu hedhi salama, hasa mtoto wa kike anapovunja ungo. Lakini pia kazi ya tatu tunawaelimisha wananchi habari ya kuwalea watoto katika malezi ambayo ni bora zaidi, hasa wale watoto wadogo wa miaka 3 mpaka miaka 12. Ndio kazi yetu tunayofanya kwenye shirika letu la malezi kwa watoto na jamii. Tunapozungumzia hedhi kwa sasa, hasa kwa majira tulionayo kwa sasa, sisi kama shirika la malezi kwa watoto wa jamii huwa tunatoa elimu ya hedhi. Na kwa nini tunatoa elimu ya hedhi? Na tumetoa wilaya nyingi. Tumetoa wilaya ya Nyamagana, tumetoa wilaya ya Lemela, tumetoa wilaya ya Magu, tumetoa wilaya ya Sengerema, tumetoa wilaya ya Misungu. Lakini kwa nini imetupelekea kutoa elimu hiyo? Ni kwamba kwa wakati tunaonao sasa na wakati wa zamani vitu tofauti. Wakati wa zamani mtoto anaweza kavunja ungo ana miaka 18, miaka 19, ana miaka 20. Lakini wakati wa sasa umefikia wakati ambapo mtoto anavunja ungo ana miaka 12, ana miaka 11, hadi wakati mwingine ana miaka 9. Sasa kutupelekea sisi kufanya utafiti na kutafuta jinsi gani kuweza kuwasaidia watoto wanapokuwa wanaenda mashuleni na kagundua ana hedhi. Na tukagundua pia kwamba jamii tulionayo kwa sasa haijui kwamba kuna mabadiliko ya hedhi kwa watoto wa kike, hasa kwa miaka hiyo niliyokuambia, miaka 9, 11, 12 na kuendelea. Sasa sisi tukajikita kutoa elimu ya hedhi, na tunapotoa elimu ya hedhi lakini pia tunatoa taulo za kike ambazo ni za kufua. Kwa hiyo tukajikita kwenda mashuleni, tukajikita kwa watoto ambao wako darasa la 5, la 6 na la 7, kuwapa elimu ya hedhi. Anapovunja ungo akiwa shuleni kitu gani afanye. Kwa hiyo kazi yetu sisi tunapokuwa pale mashuleni tunawaelimisha watoto, lakini pia tunaelimisha na walimu kwamba watoto wa sasa hivi kutokana na vyakula wanavyokula, mabadiliko ya hali ya hewa imebidi wabadilike na wewe kutokana na vyakula wanavyokula. Sasa mwisho wa siku vyakula wanavyokula vinawafanya kwanza wakue haraka, lakini pia wavunje ungo kwa muda ambao alikuwa wategemei. Tofauti na zamani ilikuwa miaka 17, 18, 19 mpaka na kuendelea. Kwa hiyo sisi katupelekea baada ya kufanya utafiti huo kwamba tuingie sasa deep kwenda kwenye mashule kutoa elimu hiyo, lakini pia na kusaidia pili za kike kuwapa walimu mashuleni wakae nazo. Pindi mtoto anapopata hedhi, anapogundua kwamba sasa leo nimevunja hedhi, asikimbie tena kurudi nyumbani kuacha masomo, bali akimbilie kwa mkuu wa shule au kwa mwalimu wa mazingira au kwa mwalimu wa afya ili amsaidie ile pindi ambayo sisi shirika la malezi kwa watoto na jamii tumetoa, ili msaidie kwa wakati ule akiwa shuleni aitumie, na baada ya hapo arudi nyumbani awe nayo. Pale nyumbani kifika ataifua, ataianika, na kesho yake asubuhi tena ataitumia. Au kama na nyingine ataacha ile endelee kukauka zaidi, anatumia ile nyingine ya pili ambayo ni ya nini? Ni ya ziada. Ndio ikatupelekea sasa kwenda kila shule kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ya hedhi salama kwa watoto wa kike mashuleni. Kwa mwaka jana tumetoa kwa taulo za kike kwa shule 10 ambazo zilikuwa kwanza 2 wilaya ya Nyamagana, lakini 8 kwa wilaya ya Magu, ambazo kila shule tuwapatia pedi 100. Kwa hiyo ni kama pedi 1000 tumegawa kwa shule hizo 10 ambazo ziko wilaya ya Nyamagana na zingine ziko wilaya ya Magu. Zile zina thamani ya shilingi milioni 5 na laki 3. Kwetu kama taasisi baada ya kufanya utafiti na kugundua kwamba miaka 9 mpaka miaka 11 anavunja ungo. Na mwisho wa siku wengine kwa mfano tumeenda Magu, wengine wanaogopa kurudi shuleni kulingana na umri alionao. Tukagundua kwamba sasa ni wakati sahihi sasa kuhakikisha kwamba mtoto wa darasa la 5, la 6 na la 7 apewe elimu ya kuvunja, elimu ya hedhi. Ajue kwamba anapo na dalili 1, 2, 3 kwenye maumbile yake, ajue tena anavunja nini? Ungo. Kwa hiyo anavitendea kazi ambavyo vya kumsaidia kesho na kesho kutwa, ili asiweze kufika shule na kuondoka kurudi wapi? Nyumbani, wakati angetumia zile taulo za kike kumsaidia kuendelea masomo, huku tena amejihifadhi na kesho na baadaye jioni akafua akaendelea masomo. Kwa mjini wazazi wana taarifa, lakini tumeenda vijijini mara nyingi wazazi wengi hawana taarifa, kwa sababu unakuta mtoto wa kike, kwa mfano tumeenda shule moja, unakuta mtoto wa kike tena amevunja ungo, lakini hata ukimuuliza maswali ya kuvunja ungo haelewi. Kwa hiyo ina maana hana elimu yote kutoka kwa wazazi au kwa jamii anayo aliyokuwa nayo. Kwa hiyo kupitia kwetu sisi wengi walikuwa wanaona aibu, lakini wakati mwingine wengine wanasema kweli tumejifunza, tumeelewa na tutafanyia kazi. Na kwa bahati nzuri, kwa mfano tumeenda shule moja iko maeneo ya Kisesa kwa mbele. Mzazi mwingine alitamka, mwalimu mwingine alitamka kabisa kwamba hata sisi ambao tuko ni walimu tukao tujui kama kuna taulo za kike za kufua. Kwa hiyo kwa kipengele hicho mlichokifanya mkaleta hapa, inatupa mafunzo kwamba tuwafundishe tunapo kwamba kuna taulo zingine za kufua sio zile za siku moja.
ili sasa watu wengine waziwafikie, na wengine angalau hata wazazi majumbani kwao waweze kujua kwamba anaweza kanua zile taulo, kwamba ikitokea kwa nyumbani pia anaweza kaitumia, au ikitokea asubuhi anataka kwenda shule akaona hedhi atumie ile taulo kwa kujistiri, then aende shule aende na nini na masomo, baada ya kuacha masomo akarudi nyumbani kukaa. Mimi kama mkurugenzi wa shirika la maji naishauri jamii hasa ya Tanzania na wilaya ya Nyamagana, wilaya ya Magu, wilaya ya Misungwi, wilaya ya Ukerewe, wilaya ya Emera, ambapo tumezunguka tukitoa elimu kwamba wananchi sasa wabadilike, waanze kufuatilia watoto wao wa kike kuanzia miaka 9 na kuendelea, kwa sababu anapomwacha simfuatilia, asijue tabia mtoto wake inaendaje, ndipo mwisho wa siku naona mtoto anakwambia siendi shule, naumwa tumbo, kwa sababu mzazi huelewi, umeona huyu mtoto bado ni mdogo, unajua kwa bila anaumwa nini tumbo.